Hizi ni dokezo za kimichezo tokea Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Tujuzane ya kimichezo yale ambayo yanaendelea, hasa tuangazie hasa kule Zanzibar ambako michuano ya Mapinduzi Cup inaendelea. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimetokea kwa jana, kwa mfano katika mchezo wa Young African dhidi ya TRA, mchezo ambao ulikuwa unasaka mtu mmoja aende mbele mmoja abaki, na matokeo Young Africans wakaibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya TRA. Lakini katika mchezo huo alishuhudiwa nyota ambaye alikuwa nje kwa muda mrefu sana. Namzungumzia Yao Kwasi Atoula ambaye amekuwa nje kwa muda mrefu sana baada ya kuugulia maumivu yake, na akiwa nje kutokana na kupata majeraha takriban nusu msimu mzima hakuwepo na Young Africans, kiasi cha kwamba aliwekwa nje kabisa ya orodha wachezaji ambao wapo kwenye timu hiyo, lakini alikuwa pamoja kijumuika kwenye mazoezi na mambo mengine. Lakini taarifa njema kwa sasa ni amerejea, lakini atakutana na ushindani mkubwa mno kutokana na kwamba namba hiyo ina watu takriban wawili kwa sasa, lakini akiwa watatu, lakini kuna wengine ambao wanaweza kutumika kwenye namba hiyo kwa mujibu wa matumizi ya mwalimu ama namna ambavyo mwalimu anataka. Kwa mfano kwa sasa kwenye namba hiyo mbili ni pamoja na wachezaji kama Kibwana Shomari na atakichapa namba 2. Kwa mfano jana alianza, lakini baadaye akampisha Yao Kwasi. Lakini unamzungumzia Isla Patrick Mwenda, naye anaweza kacheza namba hiyo ama anacheza namba hiyo. Kwa ushindani utakuwa ni mkubwa mno. Kinachomfanya Yao Kwasi kupata namba ni namna ambavyo atamshawishi mwalimu zaidi, hasa kwenye uwanja wa mazoezi. Yao Kwasi amerejea zaidi ama amerejea kwa ajili ya kuhakikisha anaitetea tena nembo ya Young Africans kama ambavyo alianza vizuri katika msimu wake wa kwanza tu, ujio wake na Pacome Zouzoua, lakini Stefan Aziz Ki na wengine katika msimu huo, na kuongeza nguvu kubwa sana katika kikosi cha Young Africans. Yao Kwasi ambaye ni mzaliwa wa Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, aliyezaliwa tarehe 20 ya mwezi wa 12 ya mwaka 1996. Kwa sasa ana miaka 29 tu. Amerejea tena kwa ajili ya kuendeleza pale alipoishia. Pengine tukashuhudia akifanya vizuri zaidi, ama pengine tukashuhudia asifanye vizuri zaidi, kwa sababu lolote linaweza likatokea, hasa kwenye ushindani wa namba. Lakini nje na hapo pia namna ambavyo majeraha yamempunguzia ubora, yani ile match fitness. Tukizungumzia Yao Kwasi Atoula ambaye amewahi kutumika kwenye timu mbalimbali, alicheza tu pale ASEC Mimosa, kama unakumbuka wakati anakuja Yanga alitokea huko mwaka 2020, alijiunga nao ASEC Mimosa tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2023 ndo alijiunga rasmi na Young Africans. Lakini hajacheza timu mbili tu hizo, amewahi pia kucheza inaitwa Williamsville ambapo alicheza mwaka 2017. Amewahi kuchezea timu hiyo na timu zingine ambazo amepitia Yao Kwasi Atoula. Je, atarudi kwenye ubora wake kama ambavyo ilikuwa? Na je, namba atapata mbele ya Kibwana Shomari, lakini mbele ya Isla Mwenda ambao wana kiwango kizuri kwa sasa? Niambie kwenye comment, lakini endelea kutufuatilia kwa uzuri. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.